alieleza pia kile kitu. Lakini nilichofurahi zaidi ile sehemu ya kile ambacho nilifundisha kwenye ile sehemu ya kwanza juu ya umuhimu wa baba wa kiroho, ndio sehemu kubwa ya jibu ambalo kuna mtumishi mmoja wa Mungu alijibu pale vizuri pamoja na yule askofu Gumili. Kwa hiyo niliingia shauku ya kutamani kuendelea kwenye ile eneo. Nikasema kweli neno la wakati. Haleluya. Lakini kwa kuwa Mungu alinisukuma kuendelea kwenye hiki kipengele, ikaona ni muhimu tumalizie kwenye hii sehemu kwanza. Nini cha kufanya baada ya kufanyiwa maombi? Ni muhimu kwenye kanisa letu hili neno, kwa sababu tuliopo hapa tunafahamu kanisa letu liko kwenye misingi, imebezi sana kwenye eneo la maombi na maombezi. Sehemu kubwa huduma yetu na dili na maombi na maombezi. Kama na dili na maombi na maombezi, nilimsikia alikuwa ni mtumishi wa Mungu, kama sio mzee Maombe nani alizungumza hapa, tuna takwimu za watu wengi ambao Mungu amewafungua kwenye madhabahu. Wengi sana wamefanywa muujiza. Hata kwenye mwaka tuna watu wengi Mungu amewafungua, lakini wengi pia hawapo. Lakini wengi pia bado wanatumbuka. Kwa hiyo kuna hiyo shida kwenye ufahamu. Kwa hiyo muhimu sana tujifunze hiki kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Jumapili iliyopita tuliona nini Yesu alijibu juu ya kufanya nini baada ya kufanyiwa maombi. Haleluya. Mahali ambapo mtumishi wa Mungu amesoma kwenye Yohana, Yesu akamwambia yule mwanamke, usifanye dhambi tena. Nimetaka nipite kwa utangulizi huu kwa ajili ya wale ambao hawakuwepo. Na sehemu kubwa ya matatizo mengi ni matokeo ya dhambi. Na tunaona pia kwenye ile Warumi 5:12 namna ambavyo ulimwengu ulipata mauti ni kutokana na dhambi. Dhambi ndiyo ilizaa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu anaposema usifanye dhambi tena, anamaanisha ufunge ule mlango wa dhambi, ili usije ukazalisha uharibifu kwenye maisha ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nikazungumza kitu kimoja, nikasema apite tu kwa ufupi. Nikasema ya kwamba dhambi ni lango, na dhambi ni sehemu kubwa ya matokeo ya mambo mengi ambayo yanatokea kwenye maisha yetu. Japokuwa si kila aliyepatwa na tatizo au mwenye tatizo amefanya dhambi. Haleluya. Si yeye, si wazazi wake. Na tukasoma kile kitabu cha Yohana ile sura ya 9 kama sikosei, na ule mstari wa 1 hadi wa 3. Wanafunzi wa Yesu wanamuuliza juu ya yule mtu kipofu, juu ya tatizo alilokuwa nalo. Yesu akamwambia mtu huyo hajafanya dhambi yeye wala wazazi wake, lakini ili lililompata ni ili mapenzi ya Mungu yatimizwe, kazi ya Mungu ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye eneo pia nilizungumza kidogo na nikaeleza kwa upana kidogo, lakini naomba nianzia ule wa 10 okay. Tusome kitabu cha Mathayo ile 12 na mstari wa 43-45. Tulisoma ile siku na ndio andiko la mwisho ambalo tulisoma. Kitabu kile cha Mathayo 12:43-45. Saidia hapo kwa haraka kidogo. Takatifu sura ya 12 ndio kuanzia mstari wa 43 hadi 45 mtasoma. Esome. Pepo mchafu amtokapo mtu ndio kupitia mahali pasipo maji, ndio akitafuta mahali pa kupumzika asipate, ndio halafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka, ndio hata akija aiona tupu, ndio imefagiwa na kupambwa, mara huenda ndio akachukua pamoja nao
akachukua pamoja nao Mtarudia ndio mstari wa 45. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 ndio walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo. Ndio. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndio. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Amen. Pigia Yesu makofi. Mahali hapo tuliona ya kwamba huyu pepo anapotoka mtu huwa anaenda akitafuta mahali akae, lakini baadaye anasema atarudi tena kwenye ile nyumba ya kwanza. Haleluya. Tukasema hii roho inamfanya mtu kuwa ndio makazi yake. Kwa hiyo anaporudi akikuta nyumba imepambwa, mapambo tuliyozungumza ni dhambi. Yaani huyu mtu amefanya kanisa ulitafsiri uzinzi tu peke yake. Haleluya. Lakini nilizungumza nikasema dhambi si uzinzi tu. Dhambi ni usengenyaji, dhambi uongo, dhambi jambo lolote ambalo utafanya kwa mtu ambalo leo kufanyiwa sio zuri, hiyo ni dhambi. Amina. Jambo ambalo unaona hili nikimfanyia mwenzangu hili nikifanywa mimi litaniumiza, usimfanyie mtu, hiyo ni dhambi. Haleluya. Japo uzinzi umezungumzwa sana au unazungumzwa sana, hii dhambi ni kwa sehemu kubwa hii moja, ni kwamba roho ya uzinzi inaenda kuharibu ufalme. Tunajua kwamba sisi ni uzao wa ufalme. Ufalme ni nini? Ufalme ni nguvu, ufalme ni utawala, ufalme ni mamlaka. Yeyote ambaye ataingia kwenye dhambi inaenda kuua utawala, inaenda kuua mamlaka, inaenda kuua ile nguvu ya ndani. Haleluya. Ndio maana dhambi ya uzinzi ni hatari kwa sehemu hiyo, kwa sababu uzinzi unaenda kuasili ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye biology watu wa sayansi wanasema habari ya uzinzi inaenda kuleta magonjwa. Wanazungumza si ukimwi, si nini, yale magonjwa ya zinaa ni matokeo ya hiyo dhambi ya uzinzi. Lakini kiroho sasa, dhambi ya uzinzi inaenda kuleta pepo. Sasa huyo pepo ndio ambaye anaenda kusababisha umaskini, anaenda kusababisha kukataliwa, anaenda kukataliwa, kwa sababu kukataliwa anasema ana roho ya kukataliwa, lakini ni matokeo ya kile kitu ambacho kilifanyika. Anaenda kusababisha ni matokeo. Na ndio maana mtu yote ambaye anaendekeza au mtu yote mwenye tabia ya uzinzi huwezi kumkuta amefanikiwa, kwa sababu uzinzi unaenda kuua nguvu ya utawala, unaenda kuua ule ufalme, utawala. Huyo mtu anaendekeza hicho kitu hawezi katawala ndoa. Yeyote anaendekeza uzinzi hawezi katawala ndoa, hawezi katawala familia, hawezi katawala kazi, kwa sababu ile inaenda na asili. Hawezi katawala fedha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile kitu kinaenda kuasili ule mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inaenda kuasili ile nguvu ya kutawala, nguvu ya kumiliki. Mwanzo Biblia inasema tumepewa uwezo wa kumiliki na kutawala. Huo uwezo tunao, lakini hiyo roho inaenda kuua huo uwezo wa kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiriazi na utarajia sana kwenye hili somo. Kwa tu serious hivyo. Ukisoma kitabu kile cha Waamuzi sura ya 16 ule mstari wa 20, Biblia inamzungumza mtu mmoja anaitwa nani? Anaitwa nani? Yule mwenye nguvu. Samson. Samson alikuwa ni mtu ambaye Mungu amempa nguvu. Unapozungumza utawala, ule uwezo wa kifalme ulikuwa ndani ya Samson. Na ndio maana tunaona kila waumini anapoinuka alikuwa na uwezo wa kupambana, ana nguvu ya kutawala, ana nguvu ya kupambana. Haleluya. Lakini roho ya uzinzi ilimfanya Samson apoteze ile nguvu ya kutawala. Ndio sawa kwenye ule Waamuzi 16 ule mstari wa 20, Biblia inasema ule wakati ambao alifanya kile kitu ambacho kilikuwa kinyume na Mungu, ilifika sawa wale waumini wale walio kinyume nao walipoinuka, yule Samson kwa sababu ilikuwa ni kawaida yake
wako, una uwezo wa kusamehe